jua lake mvua yake, si mwaka mmoja wala miaka miwili. Pia ni mvumilivu, sababu kama baba alikimbia afu nafikia hatua yeye na mama yeye kwa hali aliyokuwa nayo alijikubali, angeiba lakini akakubali apate 2000 ili aishi. Huyu ni Yusuf. Siku kadhaa zilizopita nilipigiwa simu na mdau wetu, nikapewa taarifa kuhusu kijana huyu ambaye anaishi katika mazingira magumu sana. Kazi yake ni kuokota chupa za maji ili kumtafutia chochote mama yake mzazi pamoja na wadogo zake wawili. Baada ya kupata taarifa hizo, nilifunga safari moja kwa moja mpaka Kawe kumtafuta, na bahati mbaya siku ya kwanza sikufanikiwa kumuona, licha ya kukaa kwa muda mrefu katika maeneo ambayo nilielekezwa kuwa ndipo hupita mara kwa mara. Hii ni siku ya pili, mimi na Bwana Hisa hapa, ambaye ndiye aliyenipa taarifa kuhusu Yusuf, hatimaye tulimuona kwa mbali akikatiza kuelekea usawa tuliokuwapo. Alipotukaribia, nilichokiona kilinigusa kwelikweli. Alikuwa amechoka na amechafuka sana kutokana na safari ndefu ya kila siku kutoka Goba mpaka Kawe, akitafuta takriban shilingi 2000 tu, hela ambayo kwake ina maana kubwa sana. Yusuf hakuamka siku hii kwa ajili yake mwenyewe, bali aliamka akitafuta namna ya kumsaidia mama yake mzazi ambaye kwa sasa ni mgonjwa na yuko hoi kitandani. Katika sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu, nimekaa naye na kuzungumza naye kwa kina kwelikweli. Siazika basi maisha nyendo haya, tafanyaje? Napata 2000. Naishi mamangu, wadogo zangu. Babangu yupo pake, msaada hamna kusemesha matatizo. Kama nilivyosema mwanzo, leo tuko na ndugu yangu hapa anaitwa Yusuf, ambaye huyu bwana nilipata kutumiwa ujumbe na ndugu yetu mmoja anaitwa Isa, ambaye yeye alitufahamisha kwamba anamfahamu kijana ambaye ni kijana fulani humble sana na mtulivu kweli kweli, lakini hali anayopitia si nzuri. Umeona? Na mimi nikaona si vibaya nikikusogea maeneo ya Kawe, Dar es Salaam, kwa ajili ya kuzungumza naye na kufahamu kwa kina kuhusiana na hali yake na namna gani ambavyo labda tunaweza tukamsaidia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo sasa leo nimebahatika kumpata. Yeye anaishi Goba. Kwa hiyo tumechangana kidogo kwenye kukutana, lakini hatimaye tumeonana na tuna mambo matatu ya kuzungumza naye. Mzee, mambo yanasemaje? Safi. Uko vizuri? Niko vizuri. Jina lako ni nani? Naitwa Yusufu Sefu Kioga. Yusufu Sefu Kioga. Yusuf Sefu Kioga. Kwa eneo la kazi unafanyia hapa, unaishi wapi? Naishi Goba. Unaishi Goba? Goba. Goba maeneo gani? Goba Center. Goba Center. Sawa. Na Goba unaishi na nani? Ni kwako, kwenu au Mepanga? Umepanga. Sawa. Sasa wewe umewahi kuwa na fikra za kufanya kwanza kwa biashara hii unayoifanya, unapata kiasi gani? Napata 2000. Kwa siku. Mwambie shilingi 4000. 4000 mara mbili kwa maana gani? Kwamba unafanya kazi kama tija ya kwanza kilo 10, mapi kilo 10. Kwa hiyo unazunguka ukipambana kutafuta makopo, kilo ya kwanza, ya 10. Maana yake ni kwamba unaamka asubuhi, naenda kupambana. Unapambana na jioni. Jioni. Kwa hiyo kwa siku ni shilingi 4000, ambayo hii ndio inakusukumia maisha. Nyumbani unaishi na nani? Naishi mamangu, wadogo zangu. Wadogo zako wangapi? Wadogo zangu wao mapacha wawili, mwingine yupo. Okay. Kwa mama naye anajishughulisha na nini? Mama hashughulishi chochote. Wao anitegemea mimi pambani yale. Sawa. Ni mtu mzima sana ama ni mzima? Pia hajazeka, anauma tu matatizo. Anaumwa nini mama? Vidonda msumba mguu, hawezi kutembea. Ana vidonda? Anaumwa nini mama? Vidonda msumba mguu, hawezi kutembea. Ana vidonda? Kidonda mguu cha. Mguu ulikutwa na nini? Ilikuwaje? Alianguka, alipata ajali? Hajapata ajali. Kuna kidogo fangasi kidogo, kuna kama hivi, kama anaasha kama hivi. La hicho kidonda kikubwa chini. Maana yake ni kama yani kiliendelea kukua siku baada ya siku. Siku kwa siku. Kupona hapo. Sawa, kwa hiyo shilingi 4000 ndio ambayo inatumika kumlea mama na wadogo zako nyumbani. Kula. Kula na mambo mengine.
Matibabu mama anafanyaje sasa ili kupata matibabu? Matibabu ana hela kwa kweli. Hiyo tegemea ya kula, hiyo tunakula. Aha. Wewe una elimu gani? Ulibahatika kusoma labda hata kidogo shule? Sio, kwa kweli sijasoma. Kwa nini? Kwa baba yangu hamna msaada kunisomesha shule hata kidogo. Baba yangu yupo hapo, msaada hamna kusomesha shule. Alafu baba yako yuko wapi? Yupo Gongo la Mboto. Anaishije huko? Anaishi na mke wake. Yeye ana kazi. Aha, ana mke mwingine. Kuna mara kadhaa anakuja nyumbani labda kutembea, kusalimia familia na nini? Hata haji. Wewe umeridhika lakini na biashara unayoifanya au una mipango unayo? Siyaridhika, basi maisha yenyewe ndio haya. Siyaridhika lakini ndio hivyo, tafanyaje? Okay. Malengo yako ni nini? Kama malengo yangu watafanya biashara anga machungwa nikabadani uso. Huko nyuma hali ya maisha ilikuwaje? Maisha kwa kweli, kwa mwanzo kabisa kwa mwanzo kunakuwa nakaa mwingi mara kuwa mwanzo kama hii maisha kwa magumu tabu. Hapa mamangu alikuwa hajaumwa vikivikie. Kwa yeye kwa anapambana maisha kuna yeye kwa anapambana. Yeye akawa anapambana mpaka meza kwa pambana kamtimamia kawe. Sasa kwa kwa tukote makopo yeye kwa anapambana mpaka meza watoto wawili mapacha. Baada hiyo kwa anaumwa sasa. Mama akawa anaumwa. Aha. Kinachomsumbua mama ni kidonda peke yake. Kidonda tu. Aha, ambacho kimekuwa hakiponi kwa muda mrefu. Umewahi kumpeleka hospitali? Hospitali hamna hela. Hata hamjawahi hata kuomba misaada labda kwa watu wawasaidie kupeleka hospitali na nini? Ndugu wapa lakini msaada hamna. Ndugu zake wapa lakini msaada hamna. Sawa. Kwa hiyo sasa unaishi Goba. Hapa ni Kawe. Hapa Kawe. Na mazingira yako ya kufanya kazi ni haya ya Kawe. Kawe hapa. Unafikaje nyumbani? Nyumbani tafika saa 5 saa 6 na kota usiku makopo. Saa 6 saa 7. Sawa. Ikitokea mtu anataka kukusaidia wewe sasa hivi kubadilisha aina ya kazi, ni kazi gani ambayo unahisi kwako itakuwa rahisi kukufanya uweze kumudu mahitaji yako na ya familia yako? Kazi labda niuza machungwa. Kuuza machungwa. Hiyo ndio unaifikiria tu peke yake? Machungwa sasa ni biashara ya msimu. Ikitokea msimu wa machungwa haupo, vingine hata karanga auza. Sawa. Kwa hiyo wewe biashara ambayo unaamini ukipewa unaweza kaifanya ni machungwa, kwa maana ya matunda. Matunda. Baada ya kuzungumza kwa kina na Yusuf, baadaye nilimpeleka sehemu maalum kwa ajili ya kuoga na kubadilisha mavazi. Lakini kwa kuwa tulimkuta akiwa katika shughuli zake za kutafuta chupa, tulimpatia pia kiasi kidogo cha matumizi ili aweze kujisaidia kwa mahitaji ya siku hiyo. Na kabla hatujaagana naye, tulimshauri pia kwamba siku hii ni vyema arudi nyumbani mapema akapumzike na apate muda wa kuwa karibu na mama yake. Hatua hizi ni ndogo, lakini kwetu ni mwanzo wa kumrudishia Yusuf heshima, nguvu na matumaini mapya. Ni Harun Tambwe, na kwa furaha niseme tufanikisha jambo moja la kubadilisha muonekano wa brother Yusuf. Unajua zile amepata nafasi ya kuoga, kujisafisha na nini na kubadilisha mavazi kutokana na mavazi aliyokuwa nayo. Lakini kilichobakia sasa hivi ni sisi sasa kuona namna gani tunashiriki kwenye kubadilisha maisha ya Yusuf kwa kidogo tulichobarikiwa. Yusuf, mambo yanasemaje? Poa. Unajisikiaje? Ndio, vizuri. Fresh kabisa. Fresh. Nitakuwa tamani kwa familia yangu. Sawa. Na baba.
si ndio? Na wewe baba, si ndio? Inshallah Mungu atajalia heri. Hapa tuko na brother Isa Saif ambaye ni huyu bwana ndiye ambaye alinipigia simu na kuniambia bana, kuna ndugu yetu bana anapita huko, namuona kwa miaka mingi na kimsingi ana uhitaji kweli kweli, kwa sababu ana familia ya mama na wadogo zake ambao anawaangalia, na kazi anayoifanya ni ngumu. Ugumu wake si tu kwenye kuzunguka kutafuta makopo ambayo hujui utayapatia wapi, lakini hata kwenye kipato ambacho wanakipata ni kidogo sana, ambacho hakikidhi mahitaji. Kwa maana yeye inabidi apate shilingi 4,000 2,000 kwa siku. Wakati huo yeye ndo anatakiwa asimamie kodi na kulea mama na wadogo zake vile vile, jambo ambalo ni zito kweli kweli.